Habari ya wakati huu, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Leo kama wewe ni mjamzito au una mjamzito au wewe ni mume wa mjamzito, hii video ni muhimu sana kwako, unatakiwa kuisikiliza na kuiangalia kwa makini zaidi. Na leo utazungumza swali ambalo wamama wengi mmekuwa mkijiuliza mara nyingi na kuona aibu pia kuniuliza wengine wakihisi kwamba ni aibu. Hapana. Na swali hilo ni je, ni salama kushiriki tendo la ndoa wakati wa ujauzito na ina umuhimu gani, pamoja na athari na tahadhari zake? Kwanza kabisa ni muhimu kujua kwamba katika ujauzito wa kawaida usiokuwa na matatizo, kushiriki tendo la ndoa kwa mama mjamzito ni swala la kawaida, lakini ni salama pia, na mtoto aliyeko tumboni analindwa na majimaji ya uzazi pamoja na mfuko wa uzazi. Hivyo tendo la ndoa kwa kawaida haliwezi kumdhuru mtoto akiwa tumboni. Na sasa tuangalie umuhimu au faida ya kushiriki tendo la ndoa ukiwa na ujauzito au wakati wa ujauzito. Faida ya kwanza ni kuimarisha ukaribu wa kihisia kati ya mwanamke na mwanaume. Lakini pindi cha ujauzito huja na mabadiliko mengi ambayo yanaweza kusababisha kujikuta mwanamke anakuwa na hisia kidogo ya kimapenzi, na inaweza kumsaidia kudumisha upendo, maelewano katika ndoa yao. Lakini faida ya pili ni kupunguza msongo wa mawazo. Tendo la ndoa husaidia mwili kutoa hormones za furaha. Kwa mama mjamzito hujisikia vizuri na kupunguza sana msongo wa mawazo. Lakini faida ya tatu ni kuboresha usingizi. Baada ya tendo la ndoa mwili hupumzika zaidi kwa mama na anaweza kupata usingizi mzuri mno. Lakini faida hizi ni muhimu sana pia kuelewa kwamba kuna tahadhari na hali ambazo tendo la ndoa linaweza kushauriwa kuepukwa. Tahadhari ya kwanza ni kama wewe mama una historia ya kuharibika kwa mimba mara kwa mara, daktari au amekushauri kupunguza shughuli nzito, unaweza usifanye. Lakini tahadhari ya pili ni kama unatokwa na damu ukeni wakati wa ujauzito. Katika hali hii ni muhimu kumwona daktari kwanza kabla ya kuendelea na tendo hilo la ndoa. Lakini tahadhari ya tatu ni kama mfuko wako wa uzazi umeanza kufunguka mapema au kuna hatari ya kujifungua kabla ya wakati. Tahadhari ya nne ni kama maji ya uzazi yameanza kutoka. Katika hali hii tendo la ndoa halishauriwi kabisa, usije ukajichanganya, kwa sababu linaweza kuwa kuongezeka kwa hatari ya maambukizi kwako wewe na kwa mtoto. Pia ni muhimu sana wanandoa kuchagua nafasi ya tendo la ndoa ambazo hazibani tumbo kwa mama mjamzito, hasa kadiri ujauzito unavyozidi kukua kabisa. Na kwa ujumla, kama ujauzito ni wa kawaida na hakuna matatizo ya kiafya yoyote ambayo uko nayo, tendo la ndoa linaweza kuendelea kwa tahadhari na kwa ushauri wa wataalamu wa afya. Kumbuka, kila mjamzito ni tofauti, hivyo ni vizuri kumshirikisha daktari au mkunga wako kama una mashaka yoyote na ujauzito wako. Na hii ninahisi itakusaidia zaidi kuelewa kwamba uko kwenye nafasi gani. Unaweza kufanya tendo la ndoa ukiwa na mimba au ukiwa mjamzito au huwezi kufanya. Nitaweka namba yetu hapo chini ambayo itaweza kusaidia kutumia ujumbe au kutupigia moja kwa moja ili upate ushauri kulingana na afya yako ya ujauzito ilivyo. Kumbuka kwamba ujauzito wa kila mtu ni tofauti kabisa. Usijilinganishe na mtu yeyote mwingine. Kama umeipenda video hii, usisahau kulike, kushare, lakini pia kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya ili uendelee kupata elimu muhimu kuhusu afya ya mama na mtoto. Lakini pia hatujakusahau hata wewe baba, endelea kutufuatilia, tunafundisha afya ya baba, mama na mtoto. Karibu sana.